Maana napokuwa nimeambiwa njoo Kenya huwa na nikifika Kenya mimi usipate tabu. Yaani na popote hata nikiingia sasa hivi usiku mimi naingia Mombasa najua nipo wapi. Yaani wewe mwenyeji. Yaani nyanga. Shekhe anawapenda, naomba kama hamjamwozesha Shekhe Mombasa muongezee jiko. Asalala, mtoto wa Mombasa simwezi mie. Hamwezi. Asalala. Haya, Shekhe ashasema hawawezi watoto wa Mombasa ila anawapenda. Asalamu alaykum. Salam. Mpenzi Muislamu ulipo, naomba miongoni mwa fursa tena imenawiri ndani ya Tanga na wao wanasikia raha kukusikia. Tunaye shekhe mwingine, shekhe wetu, kipenzi chetu, mzazi wetu, popote unapomuona basi ni furaha. Mtoto Mombasa Kisauni, Mahad Kisauni. Mwenyewe kabisa. Mwenyewe wakati wa Mzee Moi 1987 mpaka 1990 Mahad Kisauni Mwandoni pa. Hiyo ni ishara kwamba Mombasa anaijua vilivyo. Rabai. Warandu, Chonyi, Duruma. Ramuka. Sasa ameanza kuongea Kiduruma. La ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. Ndio ile tupeleka. Hapana Mulungu apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mulungu mwenga. Asante. Huyo ni Sheikh Rusaganya, usije ni Mtanzania mwenzetu bana. Huko alipita. You love Kenya? Yes. Tanzania? I love Tanzania but I love Kenya. Okay. Ndio status yangu imeanzia Kenya. Lakini nikwambie ukweli, mimi from my heart. Waarabu wanasema mimi galbi. Ninaipenda Kenya. Wallahi Allah ni shahidi. Kenya ninaipenda. Shukran sana. Nawapenda sana. Na sisi tunakupenda. Kenya nzima naipenda. Kenya yote. Chukua mfano namna ninavyopenda Kenya. Siku moja nilikuwa Dar es Salaam Kariakoo. Kuna Wakenya wawili, si Waislamu. Walikuwa katika restaurant moja. Walikuwa wanazungumza habari ya kuuliza sehemu ya pesa, kuchange pesa. Sasa unajua mtu unayempenda, ukimwona kuna jambo baya linataka kumnini. Nikamwambia nyinyi ni wa Kenya, akamwambia ndio. Nikamwambia please. Hapa Kariakoo ni hatari. Ni kama vile upo Isli. Unaifahamu Isli? Na ukifanya mchezo unachukuliwa mpaka Champali. Unaona? Nikamwambia jamani kuna hivi. Akamwambia okay, tunashukuru sana. Nikamwambia mimi nafanya hivi kwa sababu naipenda Kenya. Najua Kenya, serikali ya Kenya imenipa pupil pass. Miaka 4 kusoma. Serikali ya Kenya imenipa working permit kufundisha pale. Sasa mtu aliyekufanyia ihsan unamfanya nini? Lazima umlipe ihsan. Watu wa Kenya mnapendwa na hii ni baraka. Wassalamu alaikum.